Ndugu wapendwa katika Kristo, kama tunavyoelewa katika mamlaka ya nchi, yuko Mheshimiwa Rais ambaye amepewa mamlaka makubwa, lakini akaona ya kwamba haifai yeye kila kitu amalize. Kwa akajivua kama walivyojivua wanafunzi wa Yesu, na ndipo hapo akateua watu 26 akawaita majina wakuu wa mikoa. Akateua watu 138 akawaita wakuu wa wilaya. Akateua watu 195 wakawa wakurugenzi wa halmashauri majiji pamoja na miji. Lakini bado haitoshi. Hata sisi tulioteuliwa, na mimi nikiwa mmoja wapo kati ya 138, ninajikabidhi kwenu pia kusema kwamba sitoshi kumaliza kila kitu. Kwa nini sitoshi kila kitu? Watu wengine wanahitaji wapatikane kutokana na ridhaa ya wale wenyeji waliowakuta. Mimi nimeagizwa kwenye majukumu kama nilivyosema kwamba ni mtume nani, basi nami nimetumwa kutoka Makondeni nikaja huko kwa Wamanda, kwa Wapangwa pamoja na Wakisi. Kwa hiyo jamii ya hao watu ni lazima wapate watu wao ambao watawawakilisha, watakaofanya kazi kama ambavyo wanafunzi wa Yesu walisema kwamba si kila kitu wanaweza kukifanya wao. Na njia pekee tunayotumia ni njia ya uchaguzi. Tuliweza kufanya hivyo kupitia uchaguzi wa serikali za mitaa. Mliweza kuwapata watu kama wale waliowapata akina Stefano, kina Nikolao, kina Stemana na wengineo ambao nimewasahau kwa majina. Hivyo ndugu zangu, tunaelekea kwenye uchaguzi. Niwaombe sana wanaparokia wenzangu wa Manda, tuenende kwenye uchaguzi ili tukawapate akina Stefano wa kwetu katika ngazi ya ubunge, tukawapate akina Nikolao kwenye ngazi ya udiwani, ili waungane pamoja na wale viongozi wa vijiji. Lakini pia hata yeye mwenye mamlaka aliyotutuma sisi, bado na yeye hatuwezi kusema kwamba anamaliza kila kitu. Ni lazima apate ridhaa ya wananchi ili aweze kuendelea kutuongoza. Kwa hiyo hivyo, wapendwa katika Kristo, huo ndio ujumbe wangu wa leo.